Yes, so for the second time nafanya demonstration ya mfumo wa biashara. Huu mfumo utakuweza kukurahisishia kabisa kutrack bidhaa unazonunua na kutrack bidhaa zote zinazotoka kwa siku zote kwa miaka yote, na then unaweza ukaona umefanya biashara na faida gani umepata kwa interval ya kipindi fulani. So ni mfumo fulani rahisi kutumia na uko very dedicated, a single interface kwa ajili ya kumanage mauzo na manunuzi ya bidhaa zako na kukuonesha stoko yako imebaki na bidhaa kiasi gani. Lakini pia utakuwezesha kusajili unapokuwa na wateja, logbook kwa ajili ya communication na kadhalika, kuweza kutrack kuona mteja huyo huenda na kurudi kila baada ya muda gani. So let us get into the system inatusaidiaje kufanya kazi vile tumedesign. Thank you. Simply the system will start na itaonekana kwa design kama hii hapa. Hapa ndo kila kitu tunaweza tukamanage chochote kile katika biashara yetu yote, iwe kubwa ama iwe ndogo. So first thing first, hapa ni button ya kuweza kusave kazi yako, but then mfumo huu pia unaweza ukatambua the active computer, the user of the computer, namna ulivyosajili kompyuta yako. So mfumo utatambua who is using the system by that time. And vile vile hapa kuna sehemu imeandikwa item master. Hii ni sehemu ya kusajili bidhaa zako na kuweza pia kuedit if possible, na nitaanza kwa kueleza eneo hili la item master. First thing first, kwa wale ambao hawapendi kuinteract na kusajili moja kwa moja bidhaa zao kwa kutumia form kama hii, wanaweza waka export Excel fulani. Ni file moja dogo tu, ngoja tuone. Tunaweza tuka export file letu hili hapa na tunaweza tukasajili bidhaa zetu zote na then tukaweza tukavuta kwenye system. Kwa mfano tuongeze namba 4 iwe hapa tunasajili labda tuseme mkasi tunao, let us say saa, tusajili bidhaa yetu saa. Hii PPU ni purchasing price per unit, manake bei ya kununulia kwa kila unit, kwa kila item, na hii SPPU manake ni selling price per unit. Sasa tumenunua bidhaa yetu kwa shilingi 4,000 assume, and tutauza bidhaa yetu kwa shilingi 12,000 kwa mfano. Yeah, and then number 5 tusajili bidhaa nyingine hapa, iwe ni wembe. Tuseme wembe tumenunua kwa shilingi 50 na tutauza kwa shilingi 200. Let's say this one. Yep. Kwa hiyo tunaweza tukasave kazi yetu, tukachagua desktop, labda location yetu hapa tuiandike kama, tuipe jina kama book 1, the same book 1. Tutasave hapo. Yeah, so the issue is done. Kwa tukija sasa hapa tuna uwezo wa kuingiza zile bidhaa zetu kwa kuimport. Kumbuka tuli export hapa. Sasa tunataka tuimport. Kuimport tunaenda tunachukua book 1 ambayo tumeifanyia kazi, and very successfully bidhaa zetu zote zinakuwa zimesha ingia hapa. Saa imeingia na tunaweza tukaona PPU, yani purchasing price per unit bei ngapi na selling price per unit ni bei ngapi, na bidhaa zote 5 zimeshakaa pale very intact bila shida yoyote. Pia unaweza uka double click eneo lolote na uka edit hiyo bidhaa, uka update hapa, ama uka add kwa kuweka bidhaa nyingine hapa, ama uka delete instantly kutoka katika sehemu hii ya item master. So unaweza kuona ni rahisi sana kusajili bidhaa zako aidha kwa kutumia Excel ama ukasajili kwa kutumia sehemu hii. Kwa hiyo tukisha sajili hapa bidhaa zetu zote zitaji-update hapa kama tunavyoweza tunaziona hapa, zote ziko. Lakini nataka nieleze pia hapa kabla sijaenda kwingine, hapa sasa ni sehemu ya ku-close stock. Yani hapa ndo stock yako inakuonesha ziko ngapi na zimebaki ngapi kwenye stock yako, balance ya stock yako. Kwa mfano sasa saa tunaona ni zero balance na wembe ni zero kwa sababu tumeweka bei ya kununulia na bei ya kuuzia, lakini actually hatujazinunua kutoka kwenye mfumo. So kwenye mfumo tutakachokifanya hapa tutakuja sehemu hii iliyoandikwa transaction katika box hili hapa. Hapa katika transaction tutachagua bidhaa zetu hapa. Kwa mfano hatujanunua sasa kuicalculate kwenye mfumo, kwa tutaselect saa
automatic hizi saa ziwe 100, ziwe 100. And then transaction type hapa, transaction type iwe ni stock in, tunanunua. Sasa tunaweza kuona price ni 4,000, ni 4,000. Anyway, tuna add sasa. Tukisha add hiyo transaction, tunaweza tukaona tayari tumeshapata hapa quantity ni 100, zimebaki quantity, ziko quantity 100. Kwa hiyo tunanunua price quantity 100, price ni shilingi 4,000. Hiyo ni kila saa itauzwa kwa shilingi 4,000. Kwa hiyo ikitokea sasa nimalizane na hapa, let's say tunanunua sasa na wembe, labda tunataka quantity ziwe 100 na zenyewe, na transaction hapa ni stock in. Hatuwezi kufanya stock out kwa sababu hatujainunua. So wembe tunanunua kwa shilingi 50,000, as you can see. Kwa hapa tuta add, naweza ukaona tayari tumeadd hapa na inaonekana kwamba we have taken the calculation very precise. Kwa hiyo tayari tumenunua hivi vitu na tunaona wembe tayari iko 100. And still tunaweza tuka-update, labda tumekosea. Sasa tunanunua wembe 67, tuna update hapa na instantly zitaonekana 67. Kwa hiyo tayari huko zitaonekana 67. Sasa tunataka tuweze kufanya filtration. Unaweza ukabofya hapa stock in ukaona, ama stock out zilizouzwa bidhaa zako. Tukisema all, maana zilizouzwa na zilizoingia zote zitakaa pale. Sasa tunataka tununue, tarehe automatic inakuwa inaji-update. For example, today is April 1, 2026. Tunaweza tukachagua hapa tarehe yoyote ya kuweza kuona mauzo na manunuzi. Lakini leo tunataka tuuze sasa saa. Tunataka tuuze saa, huyu mtu anataka 1. And then transaction type hapa ni stock out. Naweza tukaona tunauza kwa shilingi 12,000 kwa sababu tulinunua kwa shilingi 4,000. Kwa maana hiyo tuna add hiyo transaction inaingia hapa automatic, ninaambiwa pokea 12,000 kwa amount hiyo hapo. Tumeshaanza kupata faida hapa baada ya kuuza saa 1. Kwa tayari ukienda kwenye stock in zinaonekana na stock out. Kwa leo tumetoa saa 1 na still tunapokea 12,000. Kama tukiedit labda tunataka ziwe 2, tuna update, basi unaweza kuona ni shilingi 24,000. Price ya kununulia ni 12,000 kwa kila unit. Kwa faida ambayo tunatakiwa, the total amount ni hiyo hapo 24,000 ndio tunatakiwa tupokea. Lakini pia profit yetu moja kwa moja inatuambia ni shilingi 16,000 mpaka hapo tunapokea profit yetu 16,000, ambapo kimsingi inaonekana hapa pia kwa sababu ni hiyo bidhaa moja tumeuza. Tukiuza bidhaa nyingine, kwa mfano let's say pen, tunataka pen, labda huyu anataka pen 5, and then it is stock out. Pen ni shilingi price ni shilingi 3,000. Let's say that, hiyo ni kwa mfano tu. Tunaweza tukauza peni zetu 3, yes, na tukapata 15,000. Maana kwamba peni inauzwa kwa shilingi 3,000, kwa peni 3 ni 15,000 na faida yetu ni shilingi 5,000. Kwa tunaweza tukaona faida imepanda, imekuja 21,000. And then sasa unaendelea kufanya hivyo transaction, stock out au stock in, ukiweka zote hapa zinaonekana, and very excellent. Na unaweza ukaamua sasa udelete hiyo bidhaa. Yes, unaweza ukafanya kwa kutumia button hii, lakini unaweza ukaexport Excel ambayo itakuwa na hizi calculation hapa, ukaexport kwa siku hiyo. Unaweza ukafanya filtration kwa tarehe yoyote ile. Unafanya hivyo, unauza, na hapo unaona zinazopungua na zinazobaki hapa. Kwa mfano hapa ziko 98. Tukisema tuuze wembe, for example, tutoe wembe, tuje tuchukue wembe, labda anataka huyu mtu wembe 50 na ni stock out 200 kila wembe. Tuna add hapo, tutapokea shilingi ngapi? Tunapaswa tupokee 10,000. Hii hapa imepanda faida 28,000 pale. Kwa hiyo tunaona faida zinakuja automatic na mauzo yote tunaona. So faida yetu ambayo tumeipata hapa ni 7,500 baada ya kuuza wembe 50 na tumepokea shilingi 10,000. Therefore unaweza kuona huko zimebaki 17 baada ya kununua 50 na zimebakia 17 baada, kwa maana zilikuwa 67. So tunaendelea hivyo, huku stock yako inaonyesha
Kama una bidhaa nyingi sana, unaweza ukaandika hapa bidhaa yako na ukasearch, ukashow hapa, ikaweza kutokea pale ukaona imebaki ngapi, ama ukaexport Excel ambayo itakuonesha mlolongo wa bidhaa zote na balance ya hiyo bidhaa zimebaki ngapi, ili uweze kununua kwa wakati. The system is better. Tunaona pale stock unit ziko jumla ya stock unit hapa, jumla yake tunaziona hapa, lakini stock value, thamani ya mzigo uliokopo stock, tunaona hapa dukani kwako, lakini sales, mauzo yote ni hayo hapo. And purchase value, umenunua kwa kiwango gani, inaonekana hapa. And unaweza ukafanya filtration ya bidhaa zako. For example, niseme tunataka kwenda mwezi January. Yes, hapo January 1, mwezi Januari, halafu nataka nifanye filtration nione mauzo yalifanyikaje mpaka mwezi February, labda February 1. Hapo nikirefresh bidhaa zangu hapa zitatokea, lakini kwa kuwa sijafanya chochote na sijauza katika huo mwezi, haziwezi kutokea. Unaona, kwa hiyo hata hapa naona na purchase value kwa mwezi huu, kwa hizi tarehe sina, sale value sijauza chochote, lakini profit sijapata chochote kwenye mwezi. Kwa unaweza ukatrace siku 1, 2, 3, mwezi ama mwaka mzima, na nikisema ni trace huo mwezi mpaka leo April 1, hapa nikirefresh bidhaa zangu zote nilizoziuza, hata nyingine ambazo hazikuwa zimetokea hapa, zinaonekana zote nilizoziuza kwa vipindi tofauti zinaonekana hapa. Kwa naweza kuona pia faida yake totally, ama nataka ni calculate kwa leo. So hapa faida ni 39,500. Sasa nataka nione hii April, kama April 1 nimepata faida kiasi gani, bidhaa zitapungua na faida ni hii hapa. Unaweza ukaona kwa kila siku ama kwa mwezi ama kwa mwaka mzima upata kiasi gani, mfumo unaonesha hapo. And the last one hapa ni sehemu ya kutrack, uweze kuona umefanya mauzo ama umenunua kiasi gani kwa muda huu au kwa siku hiyo au kwa tarehe hiyo au kwa kipindi hicho. And then kuna hii sehemu ya customer logbook. Hapa utakuja usajili actually wateja wako. For example, ukiklik hapa pia unaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo ukasajili customer name, ukasajili huyo customer amekuja kukutana na CEO au shopkeeper, yes, na mobile number ya huyo customer, lakini pia purpose yake imekuja kwa sababu gani na address yake utafanya hapo, of which unaweza ukaja ukamsearch kama wako wengi, huyo mtu kama anapatikana vile. Yes, and then unaweza uka export hizi taarifa hizi zikaenda kwenye Excel file ambalo litakuwa limebeba sasa moja kwa moja mlolongo wa watu wako wote kabisa. And then taarifa yako ikishakuwa tayari, you can just submit there, ama unaweza ukadelete kama huyu hapa. Naweza nikaamua ni delete taarifa zake, and then huyu mtu naweza nika add tena, labda customer wangu ni Meshak, yes, yule pale, na nika submit. Okay, sorry. Yeah, so the error was about nimeshamdelete halafu update. So huwezi ku-update kitu ambacho umeshakifuta, ni kwamba hakipo. So utasajili hapo labda user wako ni Meshak, ukigonga enter na kuja kwenye mobile number 0655402558, ukigonga enter, meeting with labda CEO wa kampuni, halafu purpose labda business, halafu address yake maybe Pangani, Tanga, Tanzania. Yes, like that, and then nita submit na automatic taarifa za huyu mtu zitakuwa zimeshaingia tayari kwenye system yangu. Hata niki double click naziona hapa. So naweza nika export Excel file hapa na nitaona tayari taarifa ziko sawa kabisa, taarifa za huyu mtu zikiwa sawa kabisa hizi hapa. And yes, huu ni muda ambao nimesajili, no problem. Kwa hiyo tayari hizi naweza nikaendelea kuzitumia katika matumizi yangu mbalimbali. MPJ Mifumo, thank you. Utasave hapa kazi yako and utaquit hapa kazi yako instantly bila shida yoyote. Thank you very much.